za Singano, Mheshimiwa Amur Saif Abdallah ajiandae. Asante mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, nashukuru sana kwa nafasi hii kwa kupata muda wa kuchangia wakati huu. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ndio mwingi wa rehema na anayetujalia hata uwepo wetu hapa. Mheshimiwa mwenyekiti, swala la kishukuru sana kwa dhati ya moyo wangu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kuwa kinara wa mazingira. Tumeona hata ile sera ya mazingira ya mwaka 1997 wakati akiwa huko kwa maono yake mazuri, tayari 2021 tumepata sera mpya ambayo imeboresha zaidi masuala mazima ya mabadiliko ya tabianchi. Lakini nimshukuru pia Mheshimiwa na kumpongeza Mheshimiwa Makamu wa Rais ambaye hotuba hii ambaye jambo tunalolijadili liko chini ya wizara yake, Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, kwa jinsi anavyoendelea kuitafsiri tabasamu ya Mama Samia Suluhu Hassan hasa anapopita kwa Watanzania, na hili tumelishuhudia katika ziara zake mbalimbali. Lakini pia nimshukuru sana waziri wa ofisi hii ya mazingira na muungano, ndugu yangu Injinia Masauni, lakini na naibu waziri wake ndugu yangu Ruben Kwagilwa, jinsi anavyomsaidia waziri wake. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kuwa mimi nami nilikuwa mtendaji, ni washukuru watendaji wote wa NEMKI kuanzia wa juu mpaka wa chini kwa kazi nzuri wanayoifanya na kumwezesha Mheshimiwa waziri naye atuletee taarifa iliyonona na iliyopendeza. Mheshimiwa mwenyekiti, swala la mazingira ni swala mtambuka, swala ambalo limeongelewa pia katika vitabu vya dini. Imenukuliwa katika kitabu cha Isaya sura ya 32 mstari wa 19 kwamba lakini mvua ya mawe itakunya, yani kwa maana itanyesha kwa lugha nyingine, wakati ambao wakati wa kupunguza miti ya msituni, na huo mji utadhalilika. Hii ni dalili kwamba tunapochafua mazingira kuna madhara yanajitokeza. Kama mvua nyingi itanyesha na mji udhalilike, maana yake kinyume chake kuna wakati tunapata ukame pia. Mheshimiwa mwenyekiti, hata katika Qur'ani imenukuriwa katika surati Nur aya ya 40. Mwenyezi Mungu anasema akiyazungumzia mazingira, dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabati aidin nas. Ufisadi, uharibifu umeongezeka mno kuanzia bara na baharini, kuanzia nchi kavu na majini, kwa sababu ya mikono ya watu. Lakini katika andiko lingine Mwenyezi Mungu anasema katika surati Yunus aya ya 44, inna Allaha la yadhlumu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Hakika Mwenyezi Mungu hajawahi kuwadhulumu watu, bali nafsi zao wenyewe, maamuzi yao mabaya wenyewe ndiyo yanawaletea madhara. Mheshimiwa mwenyekiti, niende moja kwa moja kwenye michango yangu ambayo nimeikusudia wakati huu. Jambo la kwanza ni jambo la kuboresha tozo katika wizara hii, ikiwepo na taasisi yake ya NEMKI. Mheshimiwa mwenyekiti, niungane na wenzangu waliotangulia wakizungumzia ile polluter pays principle, kwamba anayechafua mazingira lazima ashikwe tozo, au mazingira yakichafuliwa lazima yalipiwe. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi huwa najiuliza mpaka najikuna kichwa, NEMKI ana dude kubwa tumempa la kusimamia mazingira. NEMKI ndio anawakagua watu wa migodi, NEMKI ndio anawakagua watu wa gesi,
NEMC ndio anawakagua wachimba mafuta na ana gharama kubwa hapo anaingia. Kwa nini asiwe na tozo la uhakika? Kwani akipata 1% tu si anayafanya mazingira yanakaa vizuri? Hivi akipata 1% ya madini, akapata 1% ya mafuta, wale wanaochimba visima vya mafuta, kwa sababu yeye ndio mkaguzi, akapata 1% kwenye visima vya gesi, hamuoni kwamba NEMC anaenda kufanya jambo kubwa? Sasa kama pasenti zote hizi, 1% zote hizi zinaenda Wizara ya Fedha, basi kama wanachukua 1%, kwa nini wasigawane na NEMC? Upo msemo mmoja wa kanuni ya dini unasema, ma la yatimu liwajibu illa bihi fahuwa liwajibu. Kinachosababisha wajibu utimie ndio wajibu wa kwanza kabla ya wajibu wenyewe. Sasa kama tunataka NEMC awepo pale, lazima tozo lake tulizungumzie vizuri. Kama shida ni sheria, kwa nini isije hapa tukaisimamia, waheshimiwa wabunge, mpaka ikakaa sawa, matozo haya yakamsaidia? Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi sioni kwa nini NEMC asipate tozo ya uhakika, kwa sababu vyanzo vipo. Ni swala tu la kuweka sawa sheria kama ndiyo yenye shida. Na hapa, Mheshimiwa Waziri, ni kuombe hili ulichukue kwa herufi kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo lingine ambazo wanaweza wakaongeza mapato ni kwenye biashara hii ya kaboni ya hewa ukaa. Biashara ya kaboni ambayo pia ndiyo hewa ukaa. Tunaitumia kaboni kwa sababu ndiyo reference. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi 192 zilikaa katika itifaki ya Kyoto ya mwaka 97. Nyingine zilikataa, lakini mwaka 2015 kwenye yale makubaliano ya Paris zote zilikubaliana. Hapa ndiyo msingi wa hewa ukaa ilipoanzia. Ni biashara kubwa ambayo elimu ni ndogo katika maeneo tunayoyaishi. Nashukuru kwamba ipo mifano ya kuangalia katika wilaya za Tanganyika na nyanda za juu kusini, kwa sababu tayari wameshaanza kupata pato hili. Kwa hiyo hili lielekezwe kwenye maeneo mengine. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ni shauri jambo lingine kwamba hewa ukaa katika maeneo ya baharini ni zao kubwa sana, kwa sababu miti ya mikoko huwezi ukailinganisha na misitu ya kawaida. Katika bahari zao la hewa ukaa linaweza likawa ni mara 5 au mara 10 zaidi, ukisoma makala nyingi za kimazingira. Kwa hiyo ina maana mpaka sasa hivi tumepoteza dola nyingi sana na trilioni nyingi sana za mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni shauri pia kwamba elimu ya hewa ukaa inatakiwa ifike kwa viongozi wa chini mpaka wa vijiji, kwa sababu hawa ndio wabeba maono ya wale wananchi wa kawaida. Na ni shauri lugha zitumike nyepesi. Unaweza ukatumia carbon credit isieleweke, lakini kwa nini usiseme fedha zinazopatikana kwa utunzaji mzuri wa misitu na matumizi ya hewa safi? Kwa nini lugha kama hizo zisitumike ili kuhakikisha wananchi wanang'amua vizuri na kufikia malengo tunayoyakusudia? Mheshimiwa Mwenyekiti, elimu isipopatikana, basi pato la hewa ukaa au pato la biashara ya kaboni tutalisikia, hatutafikia malengo. Kwa kuwa kuna wenzetu ambao wameshaanza, basi wengine wakajifunze huko ili tuhakikishe kwamba tunaendana na maono ya Mama Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, muda ni mdogo, lakini NEMC inakotokea imesonga mbele sana, lazima tuisifie. Nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri. Aliwahi kusema mwanafalsafa Daktari Kwame Nkrumah wa Ghana, akasema, those who would judge us merely by the heights we have achieved would do well to remember the depth from which we started. Wale wanaotupima kwa kimo tulichofikia wangefanya vizuri zaidi kama wangeanzia kwenye kina tulipoanzia. Kwa haya machache, Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe kuunga hoja mkono
Asante sana, nashukuru kwa nafasi ya kuchangia. Asante sana Mheshimiwa Ramadhan Hamza Singano. Mheshimiwa